2 ya mwezi Juni niko na Mikoi Kisugu, ikiwa ni siku njema hasa kwake, siku ya Ijumaa. Nimekuja kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na michezo. Kwema? Safi, mambo vipi? Poa. Niambie. Ijumaa, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ijumaa siku zote inakuwa karimu kwa sababu tunapokwenda kuzungumzia Ijumaa, maana yake tunakwenda kuzungumzia siku ndogo ya sikukuu. Kila Ijumaa ni sikukuu ambao sisi Waislamu tunapaswa siku kama leo kusherehekea baada ya kutoka kwenye ibadani. Basi tuendelee kupiga biriani. Kwa hiyo leo ni sikukuu ndogo ambao sisi tutaendelea kusherehekea, tuendelea kufurahia. Kwa wale ambao wenye nafasi, kupata nafasi ya kupiga biriani itakuwa jambo jema. Ni sunna leo kula wali. Yes. Bwana, ligi ilisimama kwa takribani wiki 2 na rasmi kesho inarejea kwa Young Africans dhidi ya Mashujaa FC ambako wanakaribishwa kule mjini Kigoma, ambako nyie mliibuka na ushindi wa alama 3. Kabla ya kuzungumzia kuelekea katika mchezo huo, tumeona jana leo taarifa zinatambaa kwenye mitandao ya kijamii, na hii ni rasmi, sio kwamba ni tetesi, yani ni official kwamba klabu ya Young Africans inadaiwa dola 43,000 kwa mchezaji Jean Baleke ambao hawakuweza kumlipa, na watafungiwa kama hawataweza kulipa ndani ya siku 45 kwenye madirisha yote ya usajili, kwa maana ya wachezaji wa ndani na wachezaji wa kigeni. Mimi nimeona na nisingependa sana kulizungumzia hili jambo kwa sababu linatia kichefuchefu, na moja kwenda kutia kichefuchefu linakwenda kuharibu taswira mpira wetu Tanzania. Sababu leo haiwezekani kila tukilala tukiamka zionekane kwamba timu za Tanzania zinakuwa na matatizo na baadhi ya wachezaji. Lakini huu ni mwendelezo ambao mimi naamini kwamba klabu ya Dar es Salaam Africans wamejiwekea kwa utaratibu wao. Leo hii ifike mahala lazima wajipambanue. Kama wao wanaamini ni wakubwa, kuna mambo lazima watoke kwa stage moja waende stage nyingine. Huu ni mwaka zaidi ya 4. Kila siku ukisikia tu Yanga. Huwezi ukasikia kwa klabu kubwa. Kwa hiyo ni wasii sana watani. Wanahitaji sana kubadilika, kuendana na uhalisia wa sasa ya soka, namna ambavyo soka linafanyika. Leo hii kila kukicha, kwa nini wao tu? Na ule msemo ambao unaosema wao klabu kubwa, ukubwa wao uko wapi? Na mimi nijuavyo leo mmeona kwa Baleke, lakini sio kwa Baleke tu. Iko listi zaidi ya wachezaji 4 wamepeleka FIFA malalamiko. Wengine. Yes. Lakini mara nyingi huwa mimi Kisugu nikisema watu wanajaribu kusema huyo maneno mengi. Lakini ninachokizungumza nakijua. Lakini mwisho wa msemo lazima tuseme mwana kulitafuta, mwana kulipata. Tunakoelekea kwa klabu yao ya Yanga ndio kutakuwa kubaya zaidi. Maneno yamekuwa mengi kwa management kuliko uhalisia. Sasa leo hii wale ambao wanaonyesha na mapenzi makubwa na timu yao, wanaojua na kusema wao wataalamu wanaweza kuchangia timu yao pindi inafanyaje inapodaiwa, wachangie na hiyo kama walivyofanya wao. Sekeli serekaga mkeka aweke. Mwalimu serekaga mkeka aweke. Na moja ya sababu waliosababisha management ya Yanga kufanya hiki ambacho kinachotokea ni mashabiki wa klabu yao. Kwa nini? Kwa sababu wanaonyesha kwamba makosa yote yatakayofanywa wao wana uwezo kuyahendo. Example juzi mmeona wamekwenda kuhukumiwa na bodi ya ligi, walichanga milioni 30. Maana yake unakwenda kupelekea ujumbe kwa wale waliofanya makosa waendelee kufanya hali ya kuwa wao wana uwezo wa kufanyaje. Na haya makosa yanaendelea kufanyika tena. Kuna wachezaji wawili tayari wameshawapiga panga hali ya kuwa wana mkataba.
Kina nani? Wapo wachezaji wazawa. Wazawa? Yes. Na umeweka kwenye danger zone. Na niwaambie wachezaji hawa wazawa, wakinisikia wanielewa vizuri, mimi nitawatafutia mwanasheria mwaka huu ili mradi waende FIFA pia nao wakadai haki yao, kwa sababu najua wale mikataba wanayo na wamekata. Yes. Sio hao tu, hata wachezaji wa nje. Bahati nzuri siku hizi Pacome anajua Kiswahili na yeye yuko kwenye danger zone ya kukatwa. Ukizungumza Pacome ni mchezaji wao pendwa. Yuko kwenye danger zone. Watu wanakwenda wanamsanua, wanakwenda wanakula kichwa. Na wachezaji wengi wa Dar es Salaam Young Africans wanaondoka mwaka huu. Kwa hiyo wachezaji nawaambia, kabla mechi yao ya kwenda kucheza kesho kutwa, kesho wanakwenda kucheza na nani? Na wale Mashujaa, wajue wako kwenye danger zone. Guys, ni huruma wachezaji ambao wanakwenda kukatwa Dar es Salaam Young Africans. Wengi. Kwa wachezaji nao wajitafakari, wajijue kwamba wako kwenye danger zone, wajijue wanakwenda kumaliza mechi tano. Mechi tano zikisha, wao hawapo Dar es Salaam Young Africans. Hawapo. Kisugu, ukizungumzia Young Africans, ukizungumza soka la Tanzania, Yanga ndio timu ambayo ni kubwa. Ukizungumza soka la Tanzania basi unazungumza Simba na Yanga. Pengine viongozi ama management wanawezaje kushindwa kulipa stahiki za wachezaji? Badilisha kauli yako. Yanga sio klabu kubwa, Yanga ni klabu kongwe. Haiwezekani klabu kubwa kila siku ilale ikawa inadaiwa katika madeni yaliyokuwa. Klabu kubwa inajua utaratibu wa mpira uko hivi. Klabu kubwa ni Simba. Kwa Yanga ni klabu kongwe. Unafikiri hawana uwezo wa kulipa wachezaji? Wangekuwa na uwezo wangelipa. Mimi nafikiri mfumo unaendesha klabu yao unasababisha klabu sio na pesa. Yes. Kama tunaamini kwenye mfumo, tukilala tukiamka, tunakwenda kumgongea mtu, tunahitaji milioni 100, milioni 200, basi lazima ukubali kwa siku klabu yako itadaiwa. Kwa sababu gani? Yule mtu ambaye unakwenda kumgongea alipe. Yeye binadamu, iko siku simu haipatikani au mipango yake imekaa nini? Vibaya. Kuna vitu vingi wameandikiwa. Kuna total interest, wao wanasema ni kama riba ya mwaka 5%. Lisha hivyo kuna dola 100,000 pia. Kazi wanayo. Na mbaya zaidi, klabu kongwe kama ile ikiendelea kuishi kwa kumtegemea mtu, amini kinachotokea hiki kitaendelea kutokea. Klabu lazima tutengeneze mifumo, lazima itengenezwe mifumo ya kujua kwamba klabu hii inaendeshwa kwa mfumo upi. Example, Simba tunaendesha katika mfumo wa nini? Uwekezaji. Tunaendesha katika mfumo wa hisa. Na ndio maana leo kuna klabu ya Simba na 51% kwa maana wanachama, 49% zinakwenda kwa mwekezaji. Tuna compare namna ambavyo ya kuendesha klabu yetu. Mfumo ndio unaangusha yenyewe. Sasa kama unatengeneza mfumo unamtegemea mtu kila asubuhi, kama vile Kisugu kila siku asubuhi kwa Mama Doris, mama hodi, mipango imekaa vibaya, iko siku takwama. Kwa hiyo mimi naamini kuna muda lazima warudi katika mifumo sahihi ya kuendesha klabu yao ili waweze kuepukana na hizi kadhia ambazo zinafanyaje zinazotokea. Na hicho ndicho ambacho nawashauri. Kwa sababu moja katika klabu ambayo haijulikani namna ambayo mfumo wake unavyoendeshwa ni wao. Wanaendeshwa kwa mfumo wa kisasa, wanasema mfumo tegemezi. Kiamka asubuhi unakwenda kugonga nga. Ndio? Kwa hiyo niliamini katika hiki. Waandishi wa habari, endeleeni kukifuatilia. Wiki mbili nyingi kuna mchezaji mwingine na FIFA watatuma maagizo, Yanga lazima walipe. Tukizungumza hivi ni kidogo tu dirisha la usajili lifunguliwe. Ndio pale Wandengereko wanasema kutianga mpongote kuibalange mikongo.
Watafuta wandengereko watakwambia maana yake nini? Neri. Sitaki kuliangalia hili la madeni. Nataka kuliangalia namna ambavyo wachezaji wa Yanga kuelekea kwenye hizo mechi 5, namna ambavyo mapanga wanavyokwenda kukatwa. Laiti kama ungekuwa wanajua, siamini hata kusafiri kwamba kwenda Kigoma ungekubali kusafiri. Kwa panga ambalo linatarajia kupita. Yes. Tukizungumza hivi sasa hivi wapo Kigoma na kesho wanaingia dimbani dhidi ya Mashujaa. Pengine hii inaweza ikawa pressure kiasi gani kwa viongozi pamoja na wachezaji? Mimi nafikiri wachezaji pressure yao iliyokuwa kubwa kuna namna ambavyo wakiondoka katika klabu ya Yanga haki zao za msingi zinachelewa kupatikana. Na hao wachezaji wanajitambua kwamba wao tayari safari imefanyaje? Imewakuta. Sio vizuri. Kwa hiyo pressure inaongezeka kwao kuona namna ambavyo haki zao watazipataje. Juzi nilikuwa nasikiza kipindi kimoja hivi. Yuko mtangazaji mmoja alisema iko klabu muda sio mrefu itakwenda kusimamishwa kwa kufanya usajili. Inadaiwa. Kuna mtu mmoja wa Yanga alimjibu sana kwa kebei yule mtangazaji aliyekuwa anatangaza. Leo atoke hadharani aje kumjibu tena kwa kebei katika hiki ambacho kilichofanyaje? Wanacheza leo dhidi ya Mashujaa. Ni game kama game nyingine. Mimi naamini Mashujaa wanajua level waliokuwa. Wanahitaji kupambana kuhakikisha kwamba wanajiweka salama zaidi, ili kuona namna ambavyo mwakani wanabaki katika ligi ya NBC. So bado sio salama Mashujaa, sababu inawezekana wakaenda playoff, huwezi kujua nini kinaweza kutokea. Kwa hiyo kikubwa ndio wakapambana. Na mimi naamini moja katika timu ambazo zina ushindani mkubwa kwenye pitch Mashujaa. Lakini ukiondoa kwenye pitch, wana kocha ambaye anapenda sana ushindani. Mimi naamini Mashujaa kesho atakwenda kushindana na inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kupata matokeo zidi ya Dar es Salaam. Ile kauli yake aliyozungumza hivi karibuni akasema kuwa haiogopi Young Africans kwa sababu haina safu bora ya ushambuliaji, akatolea mfano Simba ndio timu pekee ambayo pengine ilimpa wakati mgumu zaidi. Pengine hii inakuwa ahueni kiasi gani kwa mashabiki wa Simba? Kwanza mimi nafikiri Julio yuko sahihi. Yuko sahihi sana. Na ndio maana kwa sababu yeye mwalimu professional yake alichokizungumza na kijua na maanisha nini, amefanyaje? Amezungumza. Kwa hiyo mimi naamini ameshaiandaa timu yake vizuri kwenda kupambana kwenye pitch. Mimi na imani kesho Mashujaa watakwenda kupambana na watapata matokeo zidi ya UFC. Alan Okello amekuwa mchezaji wa mwezi. Mchezaji bora. Sitaki kuzungumzia hilo. Wenye mamlaka na wenye dhamana wameamua. Kama wao wameamua, sisi hatuwezi kupinga. Lakini leo kuna watu wanaweza kukaa kufanya tathmini sahihi. Je, machaguzi yaliyokwenda kufanyika ni sahihi? Kwa kila mmoja atatumia akili yake. Wako watu watasema sio sahihi na wako watu watasema sahihi. Kikubwa ni kuheshimu mamlaka na madaraka waliopewa kwenda kufanya nini? Uteuzi. Lakini leo hii kabla mimi nakwenda kufanyaje? Wewe mwandishi, tumia challenge yako ya akili. Mweke mbele yako Faisal Salum Betoto kwenye mwezi huu uliopita. Mweke mbele yako Clatous Chota Chama kwenye mwezi huu unafanyaje? Uliopita. Alafu fanya discussion. Ya haraka haraka Alan Okello amekuwa mchezaji. Fanya wewe, sio mimi. Fanya wewe. Waandishi katika elimu mliopewa kuna somo la mnafundishwa la kubalance story. Najua hiyo? Kubalance story. Kubalance story maana yake ni kutengeneza kitu chenye uwiano, usende ukakitengeneza kitu kikawa tofauti. Kwa kubalance kuna tafsiri ya namna nyingi. Mwandishi unaweza ukaambua kabalance story. Kisugu kwa sababu kuli, utaambua nenda kabalance huo mzigo kwenye gari, hakikisha unaupanga usiweke ubazi mmoja. Nenda kwa ubalance uwe sawa sawa. Kodi hiyo. Kodi. Kocha bora wa mwezi kocha gani? Kocha wa mwezi. Ndio bora Mchezaji bora? Alan Okello.
Kauli yako ya kwanza umesema Yanga ni klabu, Simba ni klabu kubwa. Kwa hiyo inatakiwa ufanyeje? Balance. Kuna vitu wanaviangalia, kwa mfano ukimzungumzia Alan Okello.